Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri, awali ya yote kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jambo hili ambalo limetukusanyisha hapa leo. Lakini Mheshimiwa Waziri, naomba pia nimshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu, nimshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa muongozo wake na mapenzi yake kwa Tanzania na kwa wana Morogoro. Mheshimiwa Waziri, nitakuwa mtovu wa fadhila nisipokushukuru wewe. Hili jambo tumelizungumza kama wiki mbili zilizopita. Nakumbuka ilikuwa kabla ya Krismasi kidogo, na tukazungumzia manufaa ya hili jambo la Samia Legal Aid, manufaa yake kwa watu wa Morogoro wakati zoezi hili lilipofanywa kwa kwanza mwaka juzi, kwa maana ya Disemba 2024. Mheshimiwa Waziri, nilikuambia kwamba zoezi hili lilikuwa na tija kubwa sana, lakini kwa ukubwa wa mkoa wa Morogoro tuliweza kufikia halmashauri zote, lakini kwa muda mdogo. Kwa hiyo watu wengi walikosa ile huduma, na nakushukuru Mheshimiwa Waziri, uliniambia kwamba wewe pia umekuja kwenye wizara hiyo, na katika mambo uliyoyatathmini haraka ukagundua kwamba na ile Samia Legal Aid ilikuwa na msaada mkubwa sana kwa wananchi wote popote ilipofanyika. Mheshimiwa Waziri, nashukuru sana kwamba ulipofanya matathmini yako ukaona kwanza lile zoezi la Samia Legal Aid liendelee kwa uchache wa mikoa, lakini la pili kwamba katika kuanza na ile Bashraf basi utaanzia mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana. Hiyo sisi watu wa Morogoro kwa siku mbili hizi umetupa heshima kubwa sana, na nakushukuru sana, na naomba wana Morogoro wenzangu tumpigie makofi sana Mheshimiwa Waziri. Hayo makofi hata mkimnyima haisaidii, kwa sababu wema aliyotufanyia ni mkubwa sana. Mimi naomba tumpigie makofi tena. Makofi na vigelegele kina mama. Vigelegele namna hiyo. Ndugu zangu, kuna mikoa 26 Tanzania bara. Waziri aweza kwenda mkoa mwingine wote, lakini mapenzi yake yakasema aanzie Morogoro, kwa sababu sisi tupeleka hoja. Na unapoomba basi ukiridhiwa. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana. Karibu sana Morogoro, wewe na timu yako yote. Mheshimiwa Waziri, tumepita kwenye mabanda yale, umeona. Kwa mkoa huu, taarifa ya mkoa wa Morogoro kwa uchache ni kwamba hakuna katika wale ambao hana kazi hapa katika mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa, tumeanza pale kwa jeshi la polisi na dawati la jinsia. Tangu uanzishaji kwake dawati la jinsia mwaka 2018, kwa miaka 7 hii, kila linavyokwenda linazidi kuimarika. Na Mheshimiwa Waziri, nakushukuru. Naomba upeleke salamu hizi kwa waziri wa mambo ya ndani kwamba dawati lile la jinsia limewafumbua watu wengi sana haki zao kuhusu masuala ya jinsia na masuala ya haki za watoto na kadhalika. Kwa Mheshimiwa Waziri, lile kwa namna yoyote mtakapokaa huko kwenye serikali kuu, tunaomba lipewe nguvu zaidi, na sisi watu wa Morogoro ni mashahidi wa ile. Sasa lile jambo lilofanyika pale Mheshimiwa Waziri la kuwa na utatu ule na paralegals, lakini pia na watu wa ustawi wa jamii. Mheshimiwa Waziri, nakuomba lile jambo kama limefanyika Morogoro, basi libebwe kwa wengine wote, lakini lijulikane kwamba limeanzia Morogoro. Ni jambo zuri mno, wale watatu wakakaa pamoja wakafanya kazi pamoja pale na wakahudumia wananchi wanaokwenda pale kuwaona katika utatu ule. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, naomba nitumie nafasi hii
niwapongeze wale watu walioko pale. Mheshimiwa Waziri, wako na kamishna mkoa wa ardhi. Sisi katika mkoa wetu wa Morogoro, unajua miaka 3, 4, 5 iliyopita, Morogoro ukiona sifa yake ni migogoro ya ardhi. Katika miaka hii 2, 3, Mheshimiwa Waziri, tumefanya kazi kubwa sana mkoa wa Morogoro kuondoa migogoro ya ardhi isiyokuwa na lazima. Migogoro ya ardhi isiyokuwa na lazima, Mheshimiwa Waziri, ni ile migogoro ya kutengeneza. Mtu anatengeneza mgogoro wa ardhi kwa sababu una manufaa kwake, lakini una dhiki kwetu sisi, una karaha kwa watu wengine wote, kasoro yeye anaotengeneza. Sasa Mheshimiwa Waziri, tulichofanya tumeacha tu kuendekeza watu wa namna hiyo, lakini pia tumekuwa tunawashughulikia sana mtu ambaye anatengeneza mgogoro wa ardhi ili kuwatia dhiki wenzake. Huyo sio mtu wa kukaa na kumchekea. Tunashukuru Mheshimiwa Waziri kwamba migogoro ya namna hiyo imetupungua sana. Bado tunayo, lakini imetupungua sana. Mheshimiwa Waziri, hiyo pia inaendana na uwekezaji mkubwa ulioweka huko kwenye sekta ya kamishna ya ardhi, ambayo wanafanya mambo kidijitali zaidi na kuondokana na ile mambo ya mafaili na mambo ya kuchonga chonga. Mheshimiwa Waziri, naomba niwashukuru sana watu wa Tanganyika Legal Society, wako pale katika mkoa wa Morogoro, wanatusaidia sana, na watu walioko chini ya taasisi zako, watu wa RITA, watu wa wizara yako. Naomba jambo moja tu Mheshimiwa Waziri, kwamba katika mkoa wa Morogoro, katika ukubwa wake, yale tuliyozungumza kule ofisini kabla hatuja kuja hapa, swala la ukubwa wa Morogoro lizingatiwe wakati wa kuwapatia huduma hizi za kisheria wa Tanzania wenzetu. Mheshimiwa Waziri, wale walioko pale ni ushahidi kwamba hili jambo lina mahitaji makubwa. Kwa hiyo na mimi nawashukuru sana wote uliokuja nao, wataalamu wote wakiongozwa na kaimu katibu mkuu. Na Mheshimiwa Waziri, naomba nikuhakikishie kwamba hata umeambia hili jambo ni zoezi la kuanzia la siku 2, lakini linakuja kubwa baadaye mwezi wa 3, wa 4. Hata hili la sasa hivi, hata ukiamua wakae siku 4, siku 5, bado sisi hatukasiriki. Mheshimiwa Waziri, katika mikoa yenye ukarimu huwa wanasema Tanga ndio mkoa unaoongoza. Ukienda Tanga kuondoka majaliwa. Lakini Mheshimiwa, nataka nikupe siri, Morogoro tuko karibu sana na hapo. Watu wa Morogoro ni watu wa karimu, wana raha, hawana karaha, na mengine umeshuhudia we mwenyewe. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba ikiwa utawapangia wakae zaidi ya hizo siku 2 kwa awamu hii tu ya kwanza, hiyo ni yako wewe. Au ukisema waende Singida warudi, bado ni wewe. Sisi watu wa Morogoro tunawakaribisha na tunawashukuru sana. Tunajua wako hapa Morogoro, lakini hata wakienda katika awamu ya pili wakaenda Ifakara ni jambo zuri sana. Kule nako watawafikia watu wengine ambao tutawapunguzia safari ya kilomita 230 kuja hapa kwa ajili ya kupata msaada huu.